Faida za kujitolea, napenda nikueleze hili kwa sababu mara nyingi watu wengi wanaona hivi faida ni nini? Faida nyingi wengi waliozoea ni ya pesa tu, kwamba nitapata shilingi ngapi. Lakini ukweli ni kwamba nataka ufahamu kwamba kujitolea kunaweza kukupa kila unachokihitaji katika maisha yako. Kwanza kabisa unarudisha shukrani yako kwa jamii iliyokuwezesha kufika hapo ulipo. Wewe ni mtu ambaye hata iweje kuna watu wengi wamehusika katika maisha yako kukufikisha hapo. Lakini hujaweza kupata muda wa kutoa shukrani yako kwenye jamii. Kwa hiyo kitendo cha wewe ambao unafanya kazi mahali, unaishi mahali fulani, unaweza ukafanya. Mimi nakumbuka niliwahi kufanya kitu, nikaamua kukusanya tu wazee wa kule nilikotoka kijijini, nikaenda na mfuko tu wa sukari na sabuni, kwa kutambua kwamba walihusika kunilea wakishirikiana na wazazi wangu. Na jambo lile liliungwa mkono baadaye na watu wengine, mpaka nikaweza kutoa msaada kwenye kijiji kwa watu wengi zaidi, baada ya kuona kile nilichoanza kufanya mimi. Lakini pia unatambulisha ujuzi, uzoefu na kazi zako kwa jamii ambayo inaweza kukuhitaji. Ni vigumu sana mtu kufahamu kwamba unajua kitu kupitia karatasi au kupitia cheti chako ambacho unacho. Lakini unapokuwa unajitolea, basi watu wanafahamu kwamba kumbe tuko na mtu mwenye ujuzi fulani, kumbe tuko na mtu mwenye uzoefu fulani. Na kwa namna hiyo ni kwamba baada ya muda, kipindi fulani, wanaweza wakakuhitaji, wakakulipa sasa baadaye. Mimi nakumbuka nimewahi kutoa ukumbi kwa ajili ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, wautumia bure. Na wakawa wanautumia kila mara kwenye vikao vyao. Siku moja akatokea mfadhili ambaye anataka kuwapa elimu, akamwambia tafuteni ukumbi tuulipie. Wakaja kunifuata wakasema umejitolea muda mrefu ukumbi. Sasa tunaomba sasa hii fedha iingie kwa kukutie moyo wewe ambaye umejitolea. Lakini pia kuna kipindi nilipata ufadhili kupitia Tume ya Taifa ya Kudhibiti Ukimwi, kwa sababu waliulizwa watu wenye virusi vya ukimwi kwamba nani anawasaidia hapa. Na mimi nilikuwa nawakusanya tu, nawapa glasi ya maziwa. Na waliponitaja mimi, iliongeza CV yangu, iliongeza nguvu yangu ya mimi kupewa fedha kwa ajili ya kutoa elimu hiyo, kuzidi hata watu wenye taaluma ambao wamesomea mambo hayo ya afya kwa kina. Lakini vile vile unatengeneza mtandao wa kukuunganisha na watu muhimu katika maisha yako. Mara nyingi mtandao wako ulio nao ni wa watu wa harusi tu, ni wa watu kwenye misiba. Kwa hiyo ni vigumu sana kuongelea mambo ambayo yanaweza kukusaidia sana katika maisha. Lakini tunapokuwa kwenye mtandao wa namna hii wa watu ambao wanataka kufikia jamii, kujitolea, basi unatengeneza mtandao ambao unaweza ukakusaidia. Ukafahamiana na watu ambao hukutegemea ujuane nao, na watu hawa kupitia hawa ikakusaidia, ukakuunganisha na fursa nyingine. Lakini vile vile unaunga mkono juhudi za serikali za kujengea uwezo makundi maalum. Kuna makundi maalum ambayo kwenye uhatarishi, na serikali inatamani kwamba jamii uunge mkono, watu binafsi na kadhalika. Kwa hiyo unapofanya hivyo, basi unaonekana ni mtu muhimu pia katika serikali. Ndio maana nimeweza kushirikishwa mimi wakati mwingine katika vikao mbalimbali. Hivi karibuni tulikuwa tukizunguka maeneo mbalimbali tukikabiliana na kampeni ya kupinga ukatili wa kijinsia. Tumeweza kuzungumza, nimeweza kupata nafasi ya kuzungumza hata siku ya ukimwi duniani. Kwa hiyo unakuwa na jukwaa pana la kuzungumza, na kupitia hilo unaweza wengine wakakufahamu, wakakuhitaji kwamba wewe ni mtu ambaye unaweza ukatusaidia na sisi pia. Lakini vile vile unatengeneza wasifu wako kwa ajili ya maendeleo yako ya sasa na baadaye. Kwa hiyo wasifu hautengenezwi kwa kusoma tu na kwa kufanya kazi mahali fulani. Lakini watu wanatamani kuona mtu ambaye anapenda kujitolea, kutoa muda wake kwa ajili ya watu wengine. Ukikuona hivyo, ni rahisi sana watu kuamua wafanye kazi na wewe na kukuona kwamba ni wa muhimu na kukuhitaji hata bila kuomba. Nimewahi kujikuta nikiingizwa mahali nikiombwa niingie mkataba na shirika fulani kipindi fulani bila kuomba, kwa sababu tu nimejitolea na wakaona kwamba huyu ni mtu muhimu ambaye anafaa kuwa sehemu yetu. Lakini vile vile unatumia muda wako wa ziada kufanya jambo linalokupa furaha ya moyo. Ni ukweli usiopingika kwamba wengi wetu tunafanya kazi ambazo si kwamba tunazipenda sana. Ni masomo yetu tu imetokea tumefaulu hayo, au imetokea tu tukajikuta katika kuchaguliwa tumechaguliwa tusomee hayo, na kwa namna hiyo tunafanya vitu ambavyo vingi sana hatuvipendi, ingawa tunapata pesa ya kutusaidia. Kwa hiyo unajikuta mtu anafanya kazi lakini hana raha ya kweli, hana furaha, kwa sababu si kitu ambacho alikihitaji. Sasa kwa njia hii unaweza ukajikuta unafanya kitu ambacho ni hobi yako. Baada ya muda wa kazi unajitolea kusaidia watu fulani. Unajisikia furaha ya kweli zaidi hata mtu aliyekupa mshahara. Kwa sababu kuna kitu bado, kuna gepu fulani kwenye moyo wako ambayo inakuonyesha kwamba kuna kitu kingine ulitakuwa ufanye cha kuwahurumia watu ambao hawajapata fursa kama wewe ambavyo umepata.